من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal Marjan tulikuwa katika mlango wa kuilazimu Qur'ani kwa kuisoma na kuchukizwa mtu kusema kwamba nimesahau aya na niyafaa aseme nimesahaulishwa, seme nimesahaulishwa. Sasa tumefika hadithi mlango huu wa 454 حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم akipokea kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم قال mtume amesema ta'ahadul Qur'an ay lazimuni kuisoma Qur'ani kila wakati. Fawalladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono mwake. La huwa ashaddu tafassiyan, kwamba hii Qur'ani yaponyoka mno min al-ibili, kuliko ngamia, fi uqliha, kuikata kamba au kujitoa kwenye kamba yake. Ai Qur'ani ni haraka mtu kusahau na ni haraka mtu kuhifadhi. Ndio muujiza ya Qur'ani, waweza kuhifadhi mara moja na ukasahau, lakini ikiwa utakariri kila wakati, mwanzo utapitia zile sehemu ulizo hifadhi mwanzo kila wakati, na kila inapokuwa mathalan wasali salatu layl, takuwa umelazimu kusoma Qur'ani hiyo, na unafanya upya katika kusoma kwa Qur'ani. Basi hapo ndio utakuwa wewe umehifadhi ile Qur'ani na haitoponyoka. Hadithi hii ni sahih, mpokewa na Bukhari katika kitabu cha Fadhail Qur'an 66, mlango wa 66, kitabu cha 66 mlango wa 23, babu istidhkari al-Qur'ani wa ta'ahudi, mlango ya kujikumbusha Qur'ani na kulazimu kusoma Qur'ani. Kwa hivyo Qur'an ni muujiza. Mtu akihifadhi Qur'ani, wajibu wake ailazimu katika kuhifadhi kila wakati, airegelee. Lakini ukiachilia hivi, basi inakuacha Qur'an. Mara utaona mtu alikuwa ni hafidh, mara shakuwa kama mtu wa kawaida tu,
hahifadhi chochote, kwa sababu hakuilazimu katika kusoma mara kwa mara Qur'an. Ngamia anapotaka kuchinjwa hukunjwa gulake, kafungwa pamoja. Sasa vile anapofungwa ngamia, ndio takana wewe ung'ang'anie Qur'ani katika kuisoma na kuidhibiti.